Hii ni Nchakali Podcast, msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kukaribisha mtazamaji na msikilizaji unayenisikiliza na kunitazama, lakini na kusalimia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Rajab Msami, ikiwa ni siku nyingine ndani ya Nchakali Podcast, msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, msimu ambao tunaangazia watumishi wa kitabu cha Allah, watumishi wa Qur'an tukufu. Ni kukumbusha tu ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast zetu ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms zote za podcast, ikiwemo Google Podcast, Apple Podcast, Spotify na nyinginezo nyingi sana. Kwa tutatupata kama AD Plus Swahili. Lakini kama utapendelea kufuatilia podcast hizo kwa kuzitazama, nenda katika channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la AD Plus Swahili. Katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani unaweza kufuatilia podcast zetu hizi kupitia katika kituo chako bora cha televisheni Africa TV2 kila siku muda na wakati kama huu. Tutakuwa hapa kwa ajili ya mazungumzo na wale ambao ni wenye kuitumikia na kuihudumia Qur'an tukufu. Leo pia tuko hapa kwa ajili hiyo, na tunaye miongoni mwa watumishi wa Qur'an tukufu. Tutampa fursa aweze kujitambulisha, atueleze anaitwa nani na anaitumikia Qur'an katika upande gani. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana, nikupe fursa uweze kuwasalimu wanaotutazama na kutusikiliza, lakini utumie fursa hiyo pia kuweza kujitambulisha majina yako na kutueleza ya kuwa unaitumikia vipi Qur'an. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Kwa jina naitwa Isa Ali Mbwana, ni mwalimu wa Qur'ani wa shule ya Ibn Jazar Secondary School. Isa Ali Mbwana, karibu sana Ustadh Isa. Wewe ni mwalimu wa Qur'an pale Ibn Jazari. Tuna mengi sana ya kuzungumza leo katika podcast yetu hii, lakini kabla tujaenda katika mazungumzo, sisi hapa bwana tuna ada, kwa sababu tunaizungumza Qur'an na tunazungumza na watumishi wa Qur'an. Basi kabla ya mazungumzo yetu, ada yetu ni kuweza kupata kusikiliza Qur'an, kwa maana ya kwamba tutakuomba utusomee Qur'an kwa wastani wa dakika 2-3 hivi kabla hatujaanza mazungumzo yetu, kuzungumza ili kuiangazia safari yako na Qur'an, mafanikio yako, lakini nasaha zako kwa ambao wanaisoma Qur'an na wana lengo la kufika pale ambapo wewe umefika leo hii. Karibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lillahi mulku samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-azim. Mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, huyo ni Ustadh Isa Ali Mbwana. Yeye ni mwalimu wa Qur'an pale Ibn Jazar, ndiye ambaye tupo naye leo katika Nchakali Podcast. Yeye ni mtumishi wa Qur'an katika upande huo, na leo tutaiangazia safari yake na Qur'an, kuweza kuyajua mengi sana toka alipoanza kuisoma Qur'an mpaka leo hii ameweza kuwa ni mwalimu wa Qur'an katika kituo kikubwa cha kuhifadhisha Qur'an Ibn Jazar. Sheikh Isa, karibu sana kwenye Nchakali Podcast. Kwa sasa wewe ni mwalimu pale Ibn Jazar. Safari yako na Qur'an bila shaka kama ilivyokuwa safari za watu wengine si jambo dogo. Tunaamini umepitia mengi, tunaamini umepita kwa wengi, kwa maana ya waliokufundisha mpaka kuweza kufikia na wewe kuaminika na kupewa ruhusa ya kuweza kuifundisha Qur'an na kuweza kupata nafasi ya kuaminiwa na kituo cha Ibn Jazar kama mwalimu wa Qur'an. Tuanzie hapa, tuanze kwenye safari yako na Qur'an. Tupe historia yako, ulianza wapi kuisoma Qur'an, ukiwa na umri gani, na safari hiyo ikawaje mpaka kuweza kufikia leo wewe ni mwalimu pale katika kituo cha Ibn Jazar? Asante. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nikianza historia yangu fupi ya Qur'ani tukufu, nilianzia wilaya ya Wete, mkoa kaskazini Pemba. Nimeanza kusoma Qur'ani katika Al-Madrasa Madiana ambayo inapatikana Wingwi, wilaya ya Wete, mkoa kaskazini Pemba, chini ya ustazi wangu Suleiman Ali Hatibu na Omar Hamadi Maalim. Nimeanza kusoma pale mwanzo kabisa kwenye kutajisha. Baada ya kutoka hapo baada kuhitimu kuitajisha, nikasoma kwa kuangalia sasa kuanzia surati Fatiha mpaka juzu ya 12 suratul Furqan kwa kuangalia. Baada ya kufika suratul Furqan, mwalimu wangu kuangalia kaona uwezo wangu naweza kusoma bila kufundishwa, ikawa sasa najiendeleza mwenyewe kusoma. Kwa mwalimu napeleka kazi, ananisikiliza, sehemu nakosea anafanya tashihi. Baada hapo naendelea sura nyingine. Baada ya kufika juzu 20, mwalimu wangu akaniambia sasa kusoma kwa kuangalia unaweza kusoma popote masafu mzima. Utaanza sasa rasmi kuhifadhi. Nikaanza safari ya kuhifadhi nikiwa pale madrasa. Nikaanza kuhifadhi juzu ya amma mpaka nikafikia juzu 15. Mashaallah. Pale. Baada ya hapo 2009 ikaja fursa ya kujiendeleza kutoka kule Pemba na kuja Ibn Jazar. Ikawa shati leo lazima uwe umefika juzu 15. 2009. 2009 nikajiunga na Ibn Jazar tahfidh al-Qur'an wa dirasat al-islamiyya. Nikaanza kuhifadhi pale, nikaendeleza kwanza 2009 mpaka 2011 nikamaliza mashaf pamoja na masomo ya dini mutawasit. Kwa maana ya kwamba ulitoka na 15 kule. Ndio. Kaja Ibn Jazar. Yes. Kwamba ulikuwa na sharti ni lazima uwe umehifadhi juzu 15. 15 ndo naanzia leo. Mashaallah. Kwa kutoka 15 mpaka 30 nikamilisha Ibn Jazar. Zote umekamilisha Ibn Jazar. Naam. Baada ya hapo nilipomaliza sasa nikaendelea kwenda na baada ya mutawasit nikaendelea thanawi Haramain 2014. Na hapa nikawa naendelea nikawa mwalimu wa Ibn Jazar primary school. Nikafundisha kwa zaidi ya miaka kama 5 hivi Ibn Jazar primary. Nikahamishwa upande mwingine nikaenda Ibn Jazar secondary school, na mpaka muda huu bado nipo pale kama mwalimu wa Qur'an. Haramain ulimaliza? Haramain nilimaliza 2014 kama na 17 18. Kwa safari hiyo uliotueleza, na ulianza kuhifadhisha mwaka gani? Ulianza wewe kuhifadhi mwaka gani? Mimi kuhifadhi nianza 2006. Kwa 2006, 2009 ukawa na 15. Ndio.
2009 ukatoka ukaenda Jazari mpaka 2011. Ndio. Kwa maliza juzu zote 30. Kwa wastani hapo wa kwamba ni 15, ni kama umesoma miaka mitatu hivi, juzu 15 miaka mitatu. Ndio. Ukamalizia kwa kila mwaka juzu 5 maximum. Maximum ilikuwa kila mwaka juzu 5. Kwa anayetutazama anaweza akaona kwa safari za watu wengine ambao ni watumishi wa Qur'an ambao tumejaribu kuzungumza nao, kaona safari labda ilikuwa ni muda mrefu, miaka ni mingi. Tukiangalia safari yako kwenye upande wa tahfidh tu ni kama tukiangalia sasa unakuwa wastani wa kama miaka 6. Kitu ambacho mtu anayetazama anaweza kaona miaka 6 kumbe sio mingi. Imewezekanaje kwako wewe kuweza kuhifadhi ndani ya muda huu wa miaka 6 ambao mtu akitazama anaweza kaona kama ni sio muda mrefu kama ilivyokuwa kwa watu wengine? Kweli sio muda mrefu, lakini pia ni mrefu sababu wako wanahifadhi hata miaka 4. Wapo wanahifadhi chini ya hapo. Chini ya hapo miaka 6. Lakini pia mimi nikasema pesi ni kwa sababu nilikuwa tayari msafu naweza kusoma popote kwa kuangalia, kwa ikawa pesi kuhifadhi. Ili kuepesishia wewe kuhifadhi. Na hujapita vituo vingi, kwa maana ulipita kituo chako cha kwanza Pemba, na ulipotoka moja kwa moja ukaja Ibn Jazari. Maana yake hili pia linaweza ikawa ni tofauti kidogo na watu wengine ambao tumefanya nao, nakuta mtu paka kuweza kufika kuhifadhi juzu zote 30 anapita vituo 4 mpaka 5. Kwako ilikuwa ni rahisi kwamba ulipita vituo viwili, lakini hatuwezi kusema urahisi moja kwa moja kwa sababu juzu 30 ni hatua, na bila shaka ulikumbana na changamoto nyingi katika kuiendea safari hii. Changamoto ambazo utakuwa unazikumbuka ni zipi katika safari yako ya kuhifadhi? Changamoto kwenye kuhifadhi ni nyingi sana, lakini kwa uchache. Changamoto za kwanza ambazo nikutana nazo kule nikiwa madrasani kwangu, ilikuwa tunahifadhi, madrasa yetu haina umeme, kwa hiyo tunahifadhia taa za kawaida. Muda mwingine unakuja upepo, taa inazima, inabidi urudi tena ukawashe, urudi hivyo inakuwa kwa usumbufu. Kwa muda mwingine taa kisha nini mafuta, inabidi kwa siku hiyo kipindi ndio kimeisha hapo. Darasa limeisha hapo. Ndio. Changamoto nyingine? Changamoto ni nyingi, kama nyingine ni nilipotoka kule kuja huku. Kuikimbia familia. So bado nilikuwa sikuwa mkubwa kivile. Kwa nikikimbia familia, bado kijana. Kuikimbia familia kutoka Pemba mpaka kuja huku ni safari ndefu. Kwa kidogo ikawa kuna kule kumisi nyumbani. Na baada ya wewe kujiunga na Ibn Jazari, kuna mashindano yote ulishiriki baada ya kuhifadhi juzu 30? Kuna mashindano yote ya kuhifadhi Qur'ani ambayo ulishiriki? Nimeanza mashindano kushiriki tokea nikiwa Pemba. Nimeanza juzu 10, 15 nimeshiriki mara zote. Lakini nilipofika huko nimeshiriki juzu 20 hadi juzu 30. Mashindano makubwa kabisa kushiriki yalikuwa ni yapi? Mashindano makubwa nimeshiriki mashindano ya kimataifa ya Zanzibar. 2008. Mwaka 2008. Hapo ulishiriki juzu 15. Juzu 15. Aiyo. Okay, na ilikuwaje? Namshukuru Allah nilikuwa mtu wa pili. Mashaallah, ulikuwa mtu wa pili. Sawa. Ukiachana na mafanikio, kwa sababu kushiriki mashindano na kuwa mtu wa pili ni miongoni mwa mafanikio yako ya Qur'an. Tunafahamu Qur'an ina mafanikio katika nyanja nyingi sana. Yapo mafanikio ya akhera ambayo Allah mwenyewe ameshayakia hayo. Yapo tuangazie mafanikio yako ya Qur'an ya kidunia katika maisha yako ya kawaida. Leo hii unaweza ukasimama kifua mbele kwa kusema Qur'an imekusababisha ukafanikiwa katika upande gani? Mafanikio kwenye dunia ni mengi. Miongoni mwa hayo, kwanza mimi mpaka sasa hivi napata kila mwezi mshahara kwa ajili ya Qur'ani. Kila mwezi napata mshahara kwa ajili ya Qur'ani. Kwa ni mafanikio yanaonekana, mafanikio makubwa. Lakini pia kupitia Qur'ani mimi ndio naendesha familia, nimeoa na watoto kwa ajili ya Qur'ani unaendesha maisha yako. Sasa kuna wazazi ambao bado wanadhana mbovu ya kuwa hata anakuwa mzito kuweza kutoa nguvu zake na jitihada zote kuhakikisha mtoto wake anaisoma Qur'an, kwa dhana ya kwamba anaisoma Qur'an akawe nani, yani anaisoma Qur'an atakuja kunufaika nini. Wewe kama mtu ambaye umeisoma Qur'an, kama ambaye umetueleza hapa kuwa wewe unaendesha familia yako kwa Qur'an, unalipwa mshahara wa kila mwezi kwa Qur'an, unawanasihi nini wazazi wa aina hii? Nasi waachane hizi dhana potofu, sababu sio kweli. Kitu ambacho huwezi kukisahau
katika safari yako na Qur'an tangu umeanza kuisoma mpaka hapa ambapo ni mwalimu pale Ibn Jazari, jambo gani ambalo unasema mimi hili maisha ni mwangu sitolisahau? Wallahi mambo ni mengi tu, lakini miongoni mwa hayo ni kuonana live na rais wa awamu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni marehemu Ali Hassan Mwinyi. Sitoisahau kwenye maisha yangu kuonana kwa sababu ya Qur'ani live. Uso kwa uso. Ilikuwa wapi? Ilikuwa mashindano Masjid Mtoro. Ilikuwa mashindano msikiti wa Mtoro. Mwaka gani? 2010. Ilikuwa mwaka 2010. Wewe ulienda kama mshiriki? Ndio, nilikuwa mshiriki wa juzu 30. Na matokeo yalikuwaje? Matokeo nilikuwa mtu wa 3. Uliibuka mtu wa 3. Mashaallah. Kwa hiyo katika mafanikio tuangazie haya mashindano. Mashindano ya kimataifa ya Zanzibar uliibuka mtu wa 2. Mashindano hayo ya Mtoro ambayo ilikuwa ni mashindano nini? Ilikuwa inaitwaje? Shasawa tajuni. Uliibuka mshindi wa 3. Zawadi zilikuwa ni nini? Zawadi ilikuwa ni hela. Zote kote zawadi zilikuwa ni hela. Kwenye mashindano ya kimataifa ya Zanzibar zawadi ilikuwa hela, huku zawadi ilikuwa ni hela. Kwa uzoefu wako umehudumu katika Qur'an toka ulipoanza kufundisha, toka ulipoanza wewe mwenyewe jitihada zako za kuhifadhi, ukaenda ukafanikiwa kuhifadhi mpaka umekuja katika hatua hii sasa hivi unafundisha Ibn Jazari. Kwa uzoefu wako, watu wengi waliohifadhi Qur'an kwa sababu wamehifadhi kitabu cha Allah, unaviona wewe wanaishi Qur'ani waliohifadhi? Kweli ni changamoto, wengine wanaona kweli wanaishi Qur'ani kama inavyotaka, wengine nakuwa kati na kati, huku wanataka na huku wanataka. Nasaha zako kwao ni zipi? Nasaha zangu yani tushikamane na Qur'ani kindaki moja kwa moja, kwa sababu ukishikamana na Qur'ani ndio itakuongoza, utapata mafanikio hapa duniani na utapata mafanikio akhira. Utapata mafanikio duniani na utapata mafanikio akhera. Kwa sasa hivi wakati upo Ibn Jazari unaendelea kufundisha Qur'an, umefundisha muda gani toka umeingia Ibn Jazari? Ibn Jazari uliingia mwaka gani? 2009. 2009 mpaka sasa ni takriban miaka 16. 16. Uliingia 2009 kama mwanafunzi? Niingia kama mwanafunzi, lakini pia nikani kama mwalimu msaidizi kwa wengine, kwa wanafunzi wenzio. Kwa ile kuanza rasmi kama mwalimu kamili umeanza mwaka gani? Mwaka 2011. 11 ndio umeanza kama ambapo hapo wewe tayari ulikuwa umeshamaliza kuhifadhi. Baada ya kumaliza kuhifadhi ukaanza moja kwa moja. Ijaza ulipata mwaka gani? Ijaza bado sijamaliza. Bado hujamaliza. Kwa sasa hivi ndio uko katika harakati hizo za kupambania ijaza yako. Kwa hiyo umeanza kufundisha 11 mpaka sasa hivi ni 2024. Kwa hiyo katika ufundishaji, kwa maana una uzoefu wa takriban miaka 10 na 15 hii mpaka 11, takriban miaka 12 13 hivi. Kwa uzoefu wako huo miaka 12 13, unadhani changamoto gani inasumbua zaidi wanafunzi katika swala zima la tahfidh? Changamoto kubwa inasumbua kwa wanafunzi, kwanza hawajui thamani ya kile anachokifanya. Kile anachomfundisha mtu bado hakioni thamani, kwa sababu tayari kuna fikra potofu ambayo inaonekana ukisoma ukiwa mtu wa Qur'ani na kwa kama mtu ulikuwa huelekeleki. Sasa kwa changamoto unatumia nguvu nyingi kumuelekeza na kuelewa. Na hii ni kwa wale wanafunzi ambao wanasoma secular. Yaani yuko kwenye secular, lakini hapa unazungumzia kwa wanafunzi ambao wanasoma secular. Kwa wale wanafunzi ambao wewe unafundisha, hawa wanafunzi ambao wako wanasoma secular. Wanasoma secular ndio. Kwa changamoto yao kubwa ndio hiyo. Unakuta nasaha zako sasa kwa wao wanafunzi kuhusiana na swala hilo ni zipi? Nasaha zangu wasichague Qur'ani ni somo mama. Qur'ani ni somo mama. Wewe kwenye secular ulifika mpaka kidato cha ngapi? Au darasa 7? Baada hapo nikajiunga kwenye dini, nikapiga mtawassit wa thanawi. Ambao mtawassit na thanawi zote umesomea Ibn Jazari? Zote umesomea Ibn Jazari. Mtawassit nimesoma Ibn Jazari, thanawi nikasoma Haramaini. Thanawi ulimaliza mwaka gani? 2018 hivi. Mwaka 2018. Na mpaka sasa hivi hujaangalia uwezekano kwenda kujiendeleza zaidi labda kwa level ya degree? Uwezekano upo bado, nia ipo, lakini bado ndio unapambania.
ndio unapambania bado. Sawa sawa. Ibn Jazari imeonekana kuweza kufanikiwa katika eneo zima la tahfidh. Tunafahamu vipo vituo vingine ambavyo vinafanya vizuri katika eneo hilo, lakini miongoni mwa vituo au ukitaja swala zima la tahfidh utakuwa hujatenda haki bila kuitaja Ibn Jazari. Kwa bahati nzuri wewe unahudumu hapo katika kituo hicho kama mwalimu wa Qur'an kwenye upande huo wa tahfidh. Ipi siri kubwa ya mafanikio yenu kama kituo na nyinyi kama? Siri kubwa ni kumtegemea Allah na kufanya kazi kwa ikhlasi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hizo ndizo siri kubwa. Haya, muda wetu umekimbia sana, tumebakiwa na dakika 2. Kwa dakika 2 hizi ni kuombe uweze kutoa nasaha, lakini nasaha zetu tuzigawe katika makundi, kwa sababu tunapozungumzia Qur'an tunaizungumza jamii, na jamii yote kwa ujumla wake katika makundi yote wanawajibika kuhakikisha Qur'an inasomwa, Qur'an inahifadhiwa, halikadhalika Qur'an inafanyiwa kazi. Ni kuombe utoe nasaha kwa vijana, wanafunzi ambao ndio wanasoma sasa hivi Qur'an, wako katika jitihada zao za kuhangaika kupigana kukihifadhi kitabu hiki cha Allah, safari ambayo wewe umeshaipitia, umeona changamoto zake, una uzoefu nao. Kwa hiyo kwanza ni kuomba uwanasihi hawa, uwape nasaha zako. Lakini kundi la pili ni kuomba utoe nasaha kwa wazazi ambao wao ni wazazi wa vijana hawa. Ni wazazi ambao wana jukumu la kuwa nyuma ya vijana wao kuhakikisha wanaweza kuikamilisha safari yao ya kuhifadhi Qur'an. Lakini mwisho utoe nasaha kwa jamii kwa ujumla, tukizingatia tuko ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan, mwezi ambao Qur'an imeshushwa ndani yake. Karibu. Nikianza nasaha kwa vijana, yani wanafunzi, washikamane na mafundisho ya Qur'an, kwa sababu ukishikamana na mafundisho ya Qur'an huwezi kufanya chochote kibaya, itakuwa inakukataza, itakuwa vinakuamrisha kufanya yale mema. Hizo ni nasaha kwa wanafunzi. Aiwa. Naam, nasaha zako kwa wazazi? Na nasaha kwa vijana, kwa wazazi, wapeleke watoto madrasa wakasome Qur'ani, ili lengo atoke kijana ambaye kuwa ana maadili na pia atakuwa ni mcha Mungu na atakuwa mzalendo wa nchi. Sawa sawa. Tuko ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, mwezi wa Qur'an. Nasaha zako kwa Waislamu kwa ujumla wanaotutazama na kutusikiliza? Nasaha zangu zitakuwa mule kwa sababu tunachokizungumzia ni Qur'ani, ambayo Qur'an ukitengeneza ikiwa vizuri, sidhani kama kutakuwa na mlevi, kutakuwa na mwizi, wala na mtu aina yote mbaya, sababu Qur'an ndio ina mafundisho yote ya mambo mazuri na na makatazo yote ya mambo ya ovyo. Asante sana Ustadh Isa Ali Mbwana kwa kuweza kushiriki nasi kwenye Ncha Kali Podcast. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast, tulikuwa naye Ustadh Ali Isa Ali Mbwana ambaye yeye ni mwalimu pale Ibn Jazari, na tumezungumza naye mengi. Ametueleza kuhusiana na safari yake na Qur'an, lakini ameweza kutueleza kuhusiana na nasaha za kuweza kuzifanyia kazi katika makundi ambayo nilimuomba aweze kuyanasihi. Kwa hiyo tumuombe Allah tujalie tuweze kufanyia kazi nasaha zake. Baada ya kusema hayo, sisi hatuna la ziada. Mimi nikusihi tu ya kuwa kesho muda na wakati kama huu uhakikishe unatufuatilia podcast yetu hii ya Ncha Kali kama ambavyo leo umeweza kufanya hivyo, iwe ni kwa kututazama au kwa kutusikiliza. Wewe ambaye unatutazama lakini ufahamu kuwa unaweza kutufuatilia podcast hii kwa kusikiliza kupitia njia gani, unaweza kufanya hivyo kupitia platforms zote za podcast, Google Podcast, Apple Podcast na nyinginezo nyingi. Kote huko utatupata kama AD+ Swahili. Na wewe ambaye umetufuatilia kwa kutusikiliza, kama utahitaji kutufuatilia kwa kututazama, basi unaweza kufanya hivyo kupitia katika channel yetu ya YouTube na kwenda kwa jina la AD+ Swahili, au kupitia kituo chako bora cha televisheni Africa TV2. Baada ya kusema hayo, tuna la ziada. Mimi naitwa Rajab Msame, nilikuwa naye Sheikh Isa Ali Mbwana. Kwa pamoja tunakuaga kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah